wameshindwa kupata suluhisho la kimbinu, tunaita tactical solution ya jinsi gani ya kuweza kuifungua ile safu ya ulinzi ya Esperance ambayo ipo nyuma. Sasa mbinu gani ambao makocha mara nyingi wanatumia kufungua timu ambayo inakuwa ipo nyuma? Inakuwa wanatumia tunaita wide overload, manake unajaza wachezaji wengi maeneo ya pembeni. Mara nyingi inakuwa wachezaji watatu, winga wa timu yako pamoja na fullback wako ambaye naye ana overlap kuungana na winga wake pamoja na kiungo mshambuliaji naita central midfielder, anakuwepo pale kutengeneza hiyo scenario ya watatu dhidi ya wawili. Hii muundo inakuwa unalenga nini? Unalenga zaidi kumfanya yule fullback wa timu pinzani kusogea. Anavyosogea yule kiungo anapaswa kufanya movement, kufanya run, kuingia kwenye ile channel pale kwenye half space kwa ajili ya kuweza kureceive, tunaita kufanya mikimbio pasi na mpira kwenye safu ya ulinzi kwenye half space kwa ajili ya kufungua ile defensive block ya timu pinzani, kitu ambacho Simba walikuwa hawakifanyi. Sasa ni kwa nini walikuwa hawakifanyi? Ndio tunakuja sasa kwenye changamoto. Ni kwa sababu pia aina ya wachezaji walionao similar, tunaita similar profile, wana wachezaji wa aina moja. Jambo ambalo lilikuwa linapelekea mawinga kutafuta solution wao kwa wao, yani wao wenyewe, aidha kwa kulazimika kupiga shuti katika defense ambayo iko compact. Mashuti yale yanapelekea kublokiwa, manake hayafiki golini, na hata kukosa ule ufanisi wa moja kwa moja au kufanya maamuzi ambayo si sahihi, tunaita zile decision, tunaita poor decision, maamuzi ambayo si sahihi katika maeneo ya hatari. Kwa hiyo mwisho wa siku ikawa hivyo. Kwa hiyo hii ndio changamoto ambayo inatoka. Lakini jambo la pili, Chama ambaye kuna nyakati alipaswa yeye ndo afanye zile tunaita penetrative runs, yani ile mikimbio ambayo inaenda kufungua ile mstari wa ulinzi wa timu pinzani, alikuwa hafanyi. Kwa hiyo mwisho wa siku nini kinatokea? Ndio inapelekea sasa timu kucheza nje ya ile combination play, kwa sababu unabidi ili uweze kuifungua defensive line ya timu pinzani unabidi ufanye mambo mawili. Uwe na quick combination play, manake zile pasi fupi fupi huku mnashambulia lango kwa ajili ya kufungua space kwa kupiga zile wall passes au short passes, au kufanya third man runner. Wakati mnatengeneza mashambulizi lazima kuwe kuna mtu watatu anayefanya mikimbio kwenye maeneo, kwenye space ambazo zinafunguka wakati mnaendelea kuifungua ile defense line ya timu pinzani, kitu ambacho Simba Sports Club hawana, na nilizungumza, unaelewa. Kwa hiyo nafanya kurudia tu kwamba hichi kitu. Kwa hiyo nini hasa ambacho mimi nakiona mbele? Nachokiona Simba itakuja kupata shida inapokutana na timu ambazo zimeamua kusacrifice possession, kurudi chini na kuzuia, kwa sababu wachezaji wanacheza katika nje ya misingi ya ile kuifungua defense line ya timu pinzani. Wachezaji watatafuta solution kupitia matendo yao binafsi, dribble, nitafanyaje, nitani. Lakini ukitaka kufungua defense line ambayo iko compact, unatakiwa ufanye quick combination play pamoja na third run ili uweze kufanyaje kutengeneza mianya kwenye ile defense line. Kwa hiyo Simba hii kitu kitakuja kuwasumbua mbeleni. Dula, unafikiri kuondoka kwa Nangu kutoka na Yusuf Kagoma ndio kilipelekea kile? Kama wale wangekuepo nafikiri matokeo yangekuwa tofauti na yale ambayo yalitokea. Hapana, kwa sababu nikijaribu kuangalia mazingira ambayo bao limefungwa, kwa mfano Yusuf Kagoma of course alikuwa exceptional. Ukijaribu kuangalia bao lake alilofunga, alifunga katika mazingira ambayo ndani ya boksi kulikuwa kuna wachezaji wangapi? Watatu tu. Manake yeye, Chama na Oura Aniset, watatu. Alafu wachezaji wengine kwa mfano Libasegea alikuwa mbali kabisa na ile tukio, yani hakujishughulisha kabisa na shambulizi, kitu ambacho niliwahi kuzungumza, akasema Libasegea anacheza mbali na goli. Nafikiri watu watapatia nikatukanwa sana, lakini ndio ukweli, anacheza mbali na goli. Kwa hiyo alikuwa exceptional kwa sababu alikuwa na ile box presence. Lakini ukiniambia mimi ku defend, kwa mfano goli la pili ambalo Simba waliconcede, ambao lilifungwa na Kusela Bwalia, unaona wakati anajitengenezea mazingira ya kupiga, Simba walikuwa wengi ndani ya box, lakini walishindwa kumzuia, kwa sababu sasa hapo ndo tunasema ule ni uzembe binafsi wa timu, kwamba eti fulani angekuepo isingekuwa, sio kweli, kwa sababu hata Yusuf Kagoma alivyokuepo Esperance walikuwa wana uwezo wa kuingia ndani ya eneo la hatari la Simba, lakini walikuwa wanakosa umakini. Sasa kitendo cha Kusela Bwalia anafunga bao katika nyakati ambayo kuna wachezaji wengi ndani ya box, wachezaji wengi wa Simba, na still anajitengenezea nafasi, timu isha retain ile defensive shape yake, anakevu mpira kwenye far post. Sasa hapo utasema angekuwepo Yusuf Kagoma angesaidia nini? Kwa hiyo ni zile notion, ila tu mimi nachoamini ni kwamba Simba ili wafanye vizuri
ni lazima wawe na wachezaji ambao wana uwezo wa kupenetrate kwenye safu ya ulinzi ambayo itachagua kulinda. Yaani timu ambayo itachagua kutengeneza defensive block na kuchagua kulinda. Unajua kwenye mpira inawezekana usinielewe, lakini kuna ile mechi ambayo timu zinafunguka, alafu kuna muda ambayo timu inakuwa inaseto, inabana mianya tunasema. Yaani kiungo kinacheza karibu na beki na washambuliaji wanakuwa wamekusanyana. Sasa pale ndo Simba inapopata shida, kwa sababu wachezaji wale wanakuwa hawana yani wanakuwa wakishatoa pasi anakuwa stagnant, amesimama hafungui. Yani ili uwafungue ile lazima yani ukishatoa pasi pale usigande, fungua space mbele yako, unamdrag mchezaji mwingine kukufuata, anavyokufuata anafungua space kwa mwingine kureceive. Ndio namna ya kucheza nazo. Sasa wachezaji wa Simba wengi wanakuwa stagnant, wako eneo moja, yani anapiga pasi papo afu anasimama. Yes, kwa hiyo huwezi ukafanikiwa kwa staili hiyo. Kuna goli ambalo alisababisha Alassane Kante. Unafikiri ile goli namna ambavyo alisababisha, pressure ilikuwa kubwa ama kuna vitu ambavyo anavikosa Kante? Of course pressure nayo inachangia, na hiyo ni kitu ambacho kinaweza kikamkuta mchezaji yoyote kwenye mechi ambayo ina pressure kubwa, na yeye kusudio lake ni kucirculate, kuanza tuseme kutoa pasi kwa ajili ya kuretain ile possession, kuanzia chini kupiga pasi na kuanza build up upya. Matokeo yake akatoa pasi fupi ikamkuta Diakite ambaye akaweza kwenda kuitumia. Kwa hiyo vitu kama hivyo vinatokea, especially kama timu ikiwa inataka unajua pale kilichotokea kuna mambo mawili. Kwanza, Simba ilicommit wachezaji wengi eneo la mbele. Safu ya yule Alassane Kante ambaye kiasili ni kiungo yuko chini zaidi, alafu wachezaji ambao angeweza kuwa option ya kuwapasia wapo mbali. Kwa hiyo ina maana namna rahisi ilikuwa ampasie goalkeeper Tanja Kasali ili aweze kuanza upya kucirculate ile possession. Matokeo yake ndio ikawa hivyo, kwa sababu light kama angekuwa karibu na watu ambao wanaweza kuprovide option ya pass, angeweza kutoa pasi rahisi na kuidhibiti kirahisi ile pressure ya Esperance. Kwa hiyo inatokana na sasa kujikuta mna hamu ya kuzidi kutaka kushambulia zaidi. Esperance de Tunis anakuja na comeback ya mabao mawili katika kipindi cha pili. Kwa hicho ambacho kimetokea, tunaweza tukasema kwamba Esperance ni bora zaidi kuliko ya Simba. Unajua sasa hivyo vitu ambavyo vinahusiana na game management, namna gani unaweza kulinda ushindi, na game management inahusisha vitu vingi, ikiwemo kutomweka mpinzani hai, kutomwacha mpinzani aendelee kuamini kwamba ana nafasi ya kubaki mchezoni, ile unaita ndio kitu ambacho Simba kinawagharimu. Unavofika kwenye eneo la mpinzani, na hichi kitu of course nimeongea siku kadhaa nyuma tu hapo, nikasema Simba ina wachezaji ambao kiasili sio wafungaji, yaani wachezaji wengi pale kiasili sio wafungaji. Kwa hiyo ni rahisi kufika kwenye eneo la mshambuliaji na kukosa mabao, kwa sababu wanavyokwenda kusajili. Kuna vitu vingi nilizungumza, kwa mfano kipindi cha nyuma kuna kitu nilizungumza kinaitwa principal component analysis, ambacho kwa Tanzania tunakidharau. Ni unatafuta zile data muhimu zaidi, alafu unazi-ignore zile data ambazo pengine sio muhimu kwa muda huo. Sasa data muhimu zaidi kwa mchezaji anaocheza eneo la ushambuliaji ni kuangalia end product yake. Sasa sisi huku unaweza kukuta tunachukua wachezaji ambao Jibeli, umeelewa vizuri? Yaani wana wachezaji wengi eneo la ushambuliaji. Kuna yule Diakite aliyofunga bao, kuna yule Florian Danyo aliyosababisha mkwaju wa penalty, kuna Ashraf Jabri. Sio, unanielewa? Wana mkikosi mkubwa. Yaani sisi huku kwetu kikosi kipana kinakuwa kama, yani unajua ile first 11 alafu nje kuna kwa level ni mbili tofauti. Lakini wale wanaweza kumkosa huyu akamtumia huyu na timu ikaendelea kuwa productive bado vile vile. Moja kati ya matukio makubwa ambayo yaliyotokea baada ya mchezo wa jana kumalizika ni mashabiki wa mnyama Simba kumvamia mwenyekiti Mangungu. Ule tunaweza kusema kama ni ushamba, ama unafikiri mashabiki wao walikuwa ni sahihi? Waache tu. Mimi nawashauri wasifanye kitu kama hicho, kwa sababu klabu inaongozwa na misingi ya sheria ambayo ipo kikatiba na mwenyekiti anatambulika kikatiba, na kama wanachama, kwa sababu wenye nguvu ya kumuondoa mwenyekiti wa klabu ni wanachama, sio shabiki. Tuelewane hapo. Kuna namna ya kufata
kikatiba inaelezea jinsi gani wanachama kama hawana imani na mwenyekiti vitu gani wavifate, procedure gani wazifate ambazo zitaweza kumuondosha. Na njia rahisi zaidi ya kumuondosha ni kupitia mkutano mkuu pamoja na kipindi cha uchaguzi. Kama hauna imani naye, achana naye, usimpigie kura, piga kwa mtu, lakini si kumshambulia kama vile kumtaka kumdhuru, na hiyo ni nje kabisa, yani kisheria, kwa sababu ile ana haki zake. Kwa hiyo unapomshambulia manake ni illegal. Kwa hiyo ni rahisi kuweza kukuchukulia hatua za kisheria na kujikuta unapitia changamoto. Kwa hiyo mimi ninachoweza kuwashauri mashabiki wa Simba waache, sio jambo zuri sana. Na mambo kama yale bwana, tunakwambia solidarity together but home alone. Yani unaweza ukafanya tukio la mjumuiko lakini ukawa wewe mmoja wa mfano ukajikuta unajutia sana. Kwa hiyo waache, hiyo sio mambo mazuri. Ushamba kifupi kusema. Of course, sasa usinilazimisha niseme hivyo, lakini muda mwingine ni kutokuwa na uelewa. Kutokuwa na uelewa wa mambo. Kwa hiyo unajua hata ndani ya timu muda mwingine kuna maamuzi, unakuta muamuzi hajatenda haki, lakini mchezaji haruhusiwi kumfuata referee na kumpiga migumi. Unaweza kukutana na life ban, usicheze mpira maisha yako yote na nini. Kwa hiyo hivyo, yani kuna vitu kama hivyo. Simba hii unafikiri kitu gani kikubwa kifanyike zaidi ili kuweza kurudisha morali pamoja na kuelekea kwenye michezo mbalimbali ikiwepo michezo ya NBC Premier League pamoja na mashindano ya CRDB iweze kufanya vizuri zaidi? Kipi kifanyike zaidi? Concentration tu pamoja na kurudisha ile tuseme, kwa mfano ukishakuwa umetoka kupitia matokeo mabaya, kocha anapaswa kufanya ile psychological treatment, yani motivation zaidi, wa motivate wachezaji waweze kurudi katika hali ya kawaida ya kimchezo, wasahau kilichopita na wa concentrate mbele zaidi. Na mimi sina shaka kabisa Simba ikicheza na timu hizi mid table teams za hapa Tanzania, sijui au nani KMC, sijui Dodoma Jiji na Mungo nani, naona Simba wana uwezo wa kuwabit hata kama wako kinini. Lakini ambacho mimi naona kitawaangusha Simba au kimewaangusha Simba katika misimu kadhaa iliyopita pia ni zile mechi ambazo ni decisive sasa. Kwa mfano msimu uliopita mechi ya mwisho ndio ilikuwa inaamua hatima ya ubingwa, wakashindwa kushinda, wakafungwa mabao mawili. Maana kuna zile mechi ambazo ni decisive. Kwa mfano dhidi ya Azam FC, unajua Azam ni kama napendaka kumuita wakili au jaji, kwamba akikupasua, kama akikupokonya alama nyingi kwa msimu, maana mpinzani wako ana nafasi kubwa ya kuweza kuchukua ubingwa. Kwa hiyo ni kushinda zile mechi ambazo ni decisive zaidi, ndo inakuwa inampa urahisi wa kuweza kutoa ubingwa. Lakini unaweza ukashinda huku kwingine ukakutana na mpinzani wako, sasa mpo to kwenye kugombania pointi, akakupokonya pointi zako, maana yake anakuweka kwenye nafasi mbaya ya kuweza kutoa ubingwa. Ndio kitu ambacho nakiona kwa Simba. Lakini vipi kwenye sajili ambazo zilifanyika kwenye dirisha dogo na ziona zitakuja kuilipa Simba? Sajili sio, mimi sijawahi kusema kwanza sajili mbaya, ila nimezicriticize kwa sababu niliamini kabisa kwamba hichi kinachotokea hata katika mchezo dhidi ya Esperance ambao nimetoka kuelezea tactically hapa muda usio mrefu, nilikiona hichi kitu kikienda kutokea, kwa sababu usiende kusajili wachezaji wenye aina moja ya uchezaji, tunaita similar characters. Timu haiwezi kujengwa kwa wachezaji wenye sifa moja. Yani ni kukwambia kitu kimoja, ukitaka kupika pilau liwe tamu, si lazima uwe na viungo vingi. Uwe na mchele, sijui uwe na pilau masala, mafuta. Sasa wewe mfano unataka kupika pilau, umechukua mchele na viungo tu, pilau masala, sijui nini, sijui ukachukua na viungo vitupu vile, labda mdalasini, sijui iliki, sijui nini, afu utapika vipi pilau bila kuwa na mafuta, bila kuwa na chumvi, bila kuwa na nyama, maana utapika pilau ambalo halina sema sio bora. Yani utakuwa tu umeweka mchele na maji na viungo, itakuwa sio chakula. Sijui umenielewa point yangu? Ili upate kitu bora ni lazima uwe na mjumuiko wa vitu muhimu kwa ajili ya kuunda hicho kitu. Sasa timu iko hivyo pia, uwe na wachezaji wenye karakta hii, akikutana na wa karakta hii wanaunda kitu hiki. Huyu akicheza na huyu, akicheza na huyu wa karakta hii na hii, wanatengeneza. Sasa wewe unasajili hivi huyu timu itakuwa stagnant. Hivi vitu vyote nishavizungumza huko before, yani hapa nafanya kuvirudia.